We're watching Dilunga TV. Safari hii tutaenda Malindi na kila sehemu. Kwa hiyo tunatarajia kina jina la nitoka sasa hivi. Maktaba inayotembea Sheikh na kusoma. Watupokee inshallah taala, na kina Sheikh Al-Hatimi tunakuja huko safari hii inshallah taala. Bila shaka salamu hizi watazipata na ni vipenzi vyetu inshallah taala. Kina Sheikh Izzuddin wote tunakuja, lakini pia kwa upande wa pili Mombasa tumeweka branch muda mrefu sana. Sehemu inaitwa Mwangi Samaki, Guraya Mwangi Samaki. Pale tumeweka branch. Miezi ya karibuni ndio tulifunga kwa muda, lakini hivi sasa tutaifungua tena rasmi. Lakini pia tutafanya na visomo vya ruqya dhidi ya mashaitani. Na Mombasa watu wanaumwa. Mimi katika matibabu yangu nilishangaa kufika Mombasa kukuta maradhi mengi, hata mengine nilienda kuyajulia huko, lakini nashukuru sana wenye hasad tulidili nao wakakaa sawa. Kama kawaida maukta hao mnaowaona dada zetu, mama zetu hawa huku, alhamdulillah watacheza play zote. Tutakapofungua safari hii tutasema center yetu iko wapi. Basi nafikiri safari hii Nairobi tutaweka center, Malindi na Mombasa, na upande wa wanawake watashughulikiwa na wanawake, kuanzia mambo ya hijama na mambo ya visomo. Japo visomo wapo makari hao mashaallah, mahafidh wa Qur'ani wapo. Tutashughulika kama kawaida yetu pale Mombasa inshallah taala. Na kina mama naona timu imeenea. Kwa hiyo inshallah taala siku ya Alhamis tutaambiana tena tunasali msikiti gani. Tutatembelea ziara zote, na sisi tupo tayari safari hii wanapokusanyika wanafunzi, lakini kwenye mashule, kwenye madarisi za kina mama, za kina baba, kwenye mikusanyiko kote tupo kama mshale. Tutazungumza na wao inshallah taala. Na tushawahi kufika Mombasa tukakaa mwezi. Safari hii kutokana na haja ya maeneo, Sheikh Shafi ndo atatuambia tukae muda gani. Lakini pia tutakubebeni zawadi ya madawa, kwa sababu isiwe mgeni kafika saa mwenyeji anahangaika. Hatutarajii kukuombeni nauli wala chochote, ila tunatarajia kukufaeni inshallah taala. Tutatoa namba tukiwa pale, lakini kwa sasa hivi nitaarifisha namba moja ya Safaricom. Hii 011 937969. Ukitupigia, hii ni namba ya Safaricom, tupigie ukiwa pale. Lakini pengine ikawa busy sana, basi unaweza ukatupigia kwa WhatsApp. Namba hizi hapa za Tanzania inshallah taala. Tupigie kwa WhatsApp namba hizi za Tanzania ambazo utatupata tukiwa ofisini. Lakini pia wale watu ambao wanatoka nchi mbalimbali, wale watu wa Ujerumani, watu wa Ulaya, watu wa China ambao wanakuja, wasiogope kuja. Bado hatujatoka, na hata tukitoka mikono yetu ni mirefu sana. Ofisi sisi hatufungi, si siku ya sikukuu wala siku gani, bado tunaendelea. Ilikuwa leo niwe Mombasa, nilitarajia Ijumaa ya leo nisalie kule, lakini wametoka watu kama familia upande wa Nairobi, na wengine wanatoka sikumbuki ni nchi gani, nikawapa nafasi kidogo. Lakini mkusanyiko wetu huu tutakuja sote kwa pamoja inshallah taala, Allah akipenda. Na tutamuomba bado Sheikh Shafi atubebee kile kitabu. Lakini pia mjiandae kwenye mahol kuwapokea kina Sheikh Omar Muhia pamoja na chuma cha Mkuranga. Kama mambo yatakuwa mazuri, waandalieni mazingira inshallah taala. Kwa umuhimu wake
Tutakuja na dawa nyingi, lakini kuna masala ya mashaitani na dawa zake kwa ajili ya kijicho na hasad, lakini pia kwa ajili ya ruqya za kawaida, kupayuka payuka, lakini pia kwa ajili ya kutoa vile vitu vigumu. Madawa ndio kama yote mnayoyaona. Kwa hiyo jiandaeni, inshallah taala tutakuja. Taarifa yetu tunarudia kusema, ikiwa leo ni tarehe 14 katika Agosti 2026, tuhesabieni siku. Sisi huku Tanzania leo ni siku ya Ijumaa. Kwa tutakaa Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Kuanzia Jumatano Alhamis tutafanya fikra ya safari, na wenye kuweka booking mapema basi tumieni namba hiyo. Ukiona dawa imekusaidia, ukiona nasaha imekusaidia, kusambaza kwake ni gharama jamanini, na kila kitu ni sababu, lakini Allah ndo anaandika huyu apate, huyu akose. Usimuone Uthman Michael kaongozana na msafara wake ukajua sasa ni wakati wa kuja kusombwa mapesa Mombasa. Mbona wewe uko Mombasa huyachoti ya mapesa? Unamwachia nani? Ni Mungu tu kamjalia hivyo, na ndio mipango ya Allah. Kwa hiyo kupitia jambo hili niliingia mimi Mombasa. Baada ya kuingia, nashukuru nilipata watu wengi kweli kweli, kiasi ambacho baadhi ya vijana wetu makari walikuwa mpaka wanatema damu kwa sababu ya kusomea. Ilikuwa tunaiona chai ya asubuhi ni dhahabu. Tukiamka asubuhi tunaanza alfajiri baada ya sala. Si kwetu tumeshazoea saa 1. Chai tunakunywa saa 4 usiku. Watu wamejaa hatari kweli kweli, wanalazimisha kufanyiwa dua. Lakini pamoja na yote, nilikuwa binafsi na force muda wa da'wa kama huko Dar es Salaam Magharibi na Aisha, na nilikuwa tayari katika jambo hilo. Lakini pamoja na yote, wallahi tumesimama, tumefanya. Na sisi tunasema tuna riziki, kwa sababu nchi za watu ni za watu. Lazima atatokea mmoja kukuharas, kukutisha, kukubabaisha. Hayo hayakosi. Naam. Kwa hiyo tunasema sisi bila kusema, tukifika tu tukianza kufanya dawa peke yake, tunaweza sisi kujifunga na karama zetu hata mwaka tukawa tunafanya mawaidha tu. Lakini watu wenyewe, kwa sababu jamii ishatuelewa, tunawasaidia watu kuondolea vifungo, kuondolea mashakiri, kuondoshia matatizo, masaratani. Wenyewe tu watauliza mbona hili kimya? Lakini pia wallahi ninavyosema hivi sasa, asubuhi hapa nilikuwa nasomea watu wa Kenya. Wiki ya jana wameondoka watu wa Kenya. Kwa hiyo tukienda kule pia tumewarahisishia, kwa sababu kuna mwingine la matibabu anayo lakini nauli hana, mwingine passport hana, mwingine ya mambo ya kusafiri yamemkalia kushoto. Na itoshe tu watu hata hatujasema tunaenda, lakini kila siku na huku kwetu mtakuja lini? Kwa hiyo wapenzi tunao na maadui tunao, ila hichi kipengele hichi alichosema Ustadhi Shafi cha kuitana matapeli, hichi si kitu kizuri, ni kutukanana. Lakini sisi wepesi kusamehe, isipokuwa kisharia utakii kumsamehe mtu kosa mpaka uwe una uwezo wa kuchukua kisasi, na kuna baadhi ya makosa kisheria hayaruhusiwi kusamehe. Kama mtu akaituhumu dini ikawa sababu ya kusameheka ni dini kuaibika, kwani yale urtadi anasamehewa? Pewa siku 3 atubie, isipotubia akatwe tu shingo yake. Kwa hiyo nasi tunasema mtu akitutuhumu katika jambo la sheria na hatulifanyi, huyu hatumsamehe mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala atupe haki yetu.